Msifuni Mungu, msifuni kwa ajili ya mtumishi wake. Msifuni Mungu, msifuni kwa ajili ya mtumishi wake. Msifuni Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwaminifu Father Felician Mkwera. Msifuni Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwaminifu Father Felician Mkwera. Ukihadithiwa na wazee, baba na mama, tarehe 28 Aprili ilikuwa ni siku ya namna gani wakati pale unazaliwa Njombe pale? Kama kawaida, kama mtoto siwezi kujua ilikuwaje. Lakini kwa wazazi ilikuwa sherehe kumpata mtoto wa 4 katika familia, mtoto kiume. Tuko watoto 10 tuliozaliwa kwa baba na mama moja. Ndio. Lakini wenzangu kwa sasa 6 wamekwisha tangulia, tumebaki 4. Pole sana. Lakini tunashirikiana vema, tunaendelea vizuri. Na bado ni siku ambayo ilinifungulia maisha ya kuwa nivyo sasa. Maana bila kuzaliwa singalikuwa leo hapa. Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa hilo. Ndio. Lakini pia nawashukuru za wazazi wangu. Babangu alikuwa mwalimu wa mambo ya dini. Babangu alikuwa ni fundi mwashi. Mamangu alikuwa mkulima wa kawaida. Lakini tangu mapema walipenda tusome. Na hivyo kaniingiza shule ya msingi bado mdogo tu. Mpaka nilipofika umri wa miaka 12 nilikuwa darasa la 4. Nikapata bahati ya kuchaguliwa kwenda seminari ya Kigonsera. Wakati nilikuwa katika jimbo la jimbo la Peramiho Katoliki, mkoa wa Songea. Sasa nimekuwa kwenye mkoa wa Ruvuma, wilaya ya Mbinga. Ndio. Nimekuwa katika seminari ndogo kwa miaka 10. Tukiandaliwa vizuri sana na walimu wangu. Kimoja ambacho shule inisaidia sana katika uwanja huu tunafikia leo Kiswahili, ni walisisitiza sana sarufi za lugha mbalimbali. Ndio. Nikaweza kupata misingi mizuri kwenye sarufi ya Kiingereza. Nikapata misingi pia kwenye sarufi ya Kilatini. Kidogo kwenye sarufi ya Kigiriki, Yunani, ambayo misingi hasa ndio inawezesha nipofika kwenye sasa nafasi zangu za uandishi katika kushughulika na sarufi ya Kiswahili. Ndio. Ndio. Hapo niwezi kulinganisha sasa kile walichotuandalia Waswahili wenzetu na kile ambacho lugha nyingine zinafidia. Ndio. Pale ambapo lugha yetu kuna mapengo. Sawa. Kwa msaada huu ndio nikaweza kuandika kitabu cha kwanza hicho, Sarufi na Fasihi. Sekondari na vyuo. Vyuo. Ambazo ilikuwa bado pia somo langu la kufundishia shule za sekondari. Ndio. Na nikusema kweli hii ilikuwa kama lesson notes zangu kama mwalimu. Sawa. Lakini baadaye zikaboreshwa katika kama kitabu kizuri sana cha kuweza kutumiwa na watoto wengi. Ndio. Mimi pia faza nimekisoma kitabu hiki, kimenisaidia sana. Okay. Katika fungu la 5 ukizungumza masuala ya lugha umeeleza vizuri hapa. Pale Kigonsera ulipotoka pale,
ukaelekea kupata taasisi gani nyingine ama kituo gani cha elimu zaidi? Kutoka Kigonsera pa ilikuwa zaidi ya masomo yananiongoza kwenye upadre. Mwisho baada ya miaka 10 nilihamia seminari kubwa ya Peramiho. Ambako nilisoma miaka 3 kwanza. Falsafa miaka 2 na theology mwaka 1. Lakini baada nikaona kitu kinanikereketa moyoni. Niendeze kwa kidogo mambo ya sekondari. Ndipo nikaomba uongozi wa shule uniruhusu nikafanya mtihani wa form 4. Sababu kipindi chetu nikiwa katika shule Kigonsera tuliwezeshwa kufanya mtihani wa darasa la 10, ndio tentative exam. Sasa wakaniruhusu nikaongeza bado maarifa kwenye sekondari. Hivi nikarudi tena Kigonsera, lakini sasa ni tawi la Likonde. Kufanya mtihani wa form 4 kwa mwaka 1. Baada ya kumaliza form 4 nikarudi bado kwenda Nyegezi kwa ajili ya form 5 na form 6. Ambako nikutana bado na vijana wengine wengi waliopenda mambo ya utamaduni, mambo ya lugha. Ndipo nilipoandika pia kitabu cha Johari Ndogo, mchezo wa Mkwawa, vitu vya Mkwawa na Wajerumani. Ndio. Msifuni kwa ajili ya mtumishi wake. Msifuni Mungu, msifuni kwa ajili ya mtumishi wake. Msifuni Mungu kwa ajili ya mtumishi wake mwaminifu Father Felician Mkwera.